wakati huu ambao tunahudumu mkoa wa Mara, tuhakikishe tunaweka legacy. Tuhakikishe tunaifanya mkoa wa Mara wananchi wake kutegemea sekta ya madini. Na sisi tukasema ngoja tuende na wewe mkuu kwa kasi yako. Mheshimiwa mkuu wa mkoa wako wa Mara mwaka huu wa fedha, mwaka 2024 2025 tulipewa lengo la kukusanya bilioni 176.3. Na mwezi wa 6 mwaka jana wakati tumepewa hili lengo, tulishangaa na tukaona ni lengo kubwa. Malengo yetu tulikuwa tunapewa mwisho mwaka uliopita ule kule ilikuwa ni bilioni 153. Lakini mwaka huu wa fedha tukapewa bilioni 176.3. Tukasema mkuu, ngoja tukafanye kazi. Tumeingia kufanya kazi na wachimbaji hao unaona mbele yako mheshimiwa, mpaka tunavyoongea mkoa umeshakusanya bilioni 172. Mbona mshangilii? Hii fedha nyie ndio mmekusanya. Bilioni 172 mheshimiwa mkuu wa mkoa ni 98% ya makusanyo ambayo tulipewa. Na bado tuna mwezi huu mmoja na ukiangalia tofauti pale ni bilioni 4 tu. Kwa hiyo mheshimiwa mkuu wa mkoa tumetekeleza yale ambayo ulikuwa umetupa kwa mwaka huu wa fedha. Tuna uhakika tutafika makusanyo 100%+. Kwa sababu ya kufanya hivyo sasa, serikali huwa inakuangalia. Ukiwa unafanya vizuri na kuongeza, ukiwa unafanya vizuri na kuongeza tena. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mwaka ujao wa fedha tumepandishiwa lengo. Lengo la makusanyo la mwaka ujao wa fedha ni bilioni 210. Kutoka bilioni 176 ya mwaka huu mpaka bilioni 210. Na sasa tukasema lazima tufike kama tulivyokuahidi mwanzoni. Tunafikaje? Tukasema tufanye jitihada nyingi za kuhakikisha tunapandisha sekta yetu ya madini katika mkoa wetu. Na hili tukio nalolifanya leo ni moja ya jitihada ambazo tunazifanya. Na mheshimiwa mgeni rasmi, katika kongamano hili kuna mambo mengi ambayo wananchi pamoja na wachimbaji watanufaika nayo. Naomba kuyasema machache. Kwanza, tunataka tuongeze ushiriki kwenye sekta ya madini. Tunataka vijana wengi wapate leseni. Tunataka wananchi wengi ambao hawako kwenye sekta ya madini waingie kwenye sekta ya madini ili tuweze kuongeza ushiriki katika sekta ya madini. Na katika hilo tumeweka mabanda mengi hapa kwa ajili ya kutoa elimu, lakini vile vile tutakuwa kule kwenye ukumbi kwa ajili ya kutoa elimu ya uchimbaji bora pamoja na masuala mengine. Jambo la pili ambalo tutalifanya ni kuwaonesha wananchi fursa zilizopo kwenye sekta ya madini. Mheshimiwa mgeni rasmi, sekta yetu ya madini ina fursa nyingi sana. Ukiachana hata na uchimbaji ambao watu wanachimba. Ukienda pale Kungu ambapo wachimbaji wangu wengi wanatoka, wananchi wengi sana wanaingiza kipato kutoka kwenye sekta ya madini. Wako watu wanaouza chakula, wako watu wenye magesti ya kulala watu, wako watu wanauza nguo, wako watu, sekta ya madini inabeba watu wengi. Kwa hiyo tukasema hembu tuone namna ya kuwashirikisha wananchi wako ili waishiriki zaidi katika sekta yetu ya madini kwa kuja kwenye maonyesho haya. Lakini jambo la tatu mheshimiwa mgeni rasmi, tunataka tuweke connection. Tunataka tuweke connection kati ya wachimbaji na wadau wengine. Hapa kwenye mabanda kuna watoa huduma wengi ambao wako hapa. Kuna wauzaji wa baruti, kuna wazee wa maabara. Sasa tunaweka connection iwepo vizuri kati ya wachimbaji na hawa wadau wengine. Lakini jingine mheshimiwa mkuu wa mkoa na mgeni rasmi, tutatoa mafunzo mbalimbali yanayohusu sekta ya madini yakihusisha sheria yetu ya madini namba 123, kanuni na taratibu mbalimbali. Kwa hiyo tutawafundisha wananchi namna gani wanaweza kuomba leseni, namna gani wanaweza kufanya biashara ya madini na mambo mengine. Lakini vile vile tuna taasisi nyingi ambazo tutakuwa nazo hapa, ambazo taasisi hizo ni fungamani katika sekta ya madini. Zikiwepo TANESCO, ikiwepo watu wetu wenzetu wa STAMICO, NEMKI, FIRE, TRA, wote watakuwepo hapa kwa ajili ya kusaidia kufikisha elimu vizuri kule inakotakiwa kufika. Pamoja na hayo mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kwa kifupi tu nitaje mabanda ambayo yako hapa ambao wananchi wanaweza wakawa wanapata huduma mbalimbali. Kwanza kuna banda la Tume ya Madini, hili ndio banda lenu. Wote yule ambaye atakuwa na changamoto atafika kwenye banda kwa ajili ya kupata huduma. Lakini tuna watu wa STAMICO. STAMICO mheshimiwa mgeni rasmi ni taasisi ambayo inawasaidia wachimbaji wadogo. Wako kwa ajili ya kuwasaidia wachimbaji wadogo. Na kama angepata nafasi nadhani angezungumza, lakini
Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, kama utakumbuka, tulizindua mashine ya kuchoronga ya kwanza kwenye mkoa wetu wa Mara. Na mashine ile ya kuchoronga imeletwa kwa ajili ya kuwasaidia wachimbaji wadogo kwa sababu gharama zake ni ndogo. Gharama za ile mashine ukichanganya na gharama za watu wengine ni karibuni mara 3. Kwa hiyo STAMICO hapo kwa ajili ya kuwalea hawa wachimbaji wadogo. Lakini tumeleta tena watu wetu wa North Mara ili waendelee kutoa elimu. Kama kuna mtu mmoja alisema hapa kwamba watu wa Mara wengi elimu bado haijakaa vizuri. Kwa hiyo tunataka tuendelee kutoa elimu hasa kwa wananchi ambao wanaishi kwenye maeneo yanayozunguka mgodi. Kwa hiyo tumewaleta watu wa North Mara kwa ajili ya kuendelea kutoa elimu husika. Kuna watu wengi, kuna watu wa Jema, kuna watu wa NHIF, kuna watu wa ESAP. ESAP hawa ni wauzaji wa baruti na tumewaalika hapa maalum ili waweze kutusaidia. Kiukweli hatutakuangusha. Mbele ya wachimbaji hawa, mimi nikiwa kama kiongozi wao, tunakuahidi kuwa malengo ambayo tunapewa tutaendelea kuyatimiza na tutaendelea kuifanya sekta ya madini kuwa kimbilio kwa wananchi wako wa mkoa wa Mara. Sisi ni ukweli kwamba mkoa wa Mara ni namba 2 kwa uzalishaji ikifuatiwa na Geita. Lakini tunaahidi na tutaendelea kusisitiza, tunataka tuwakimbize Geita na kuwakuta. Kwa hiyo wachimbaji wangu wadogo hatuwafukuzi. Sasa hivi natakuwa mchimbe mnavyoweza. Wameshasema watu hapa technical support zipo. Ili uweze kupata technical support ya kumuondoa mchimbaji mdogo, ni lazima uwe na barua kutoka kwa RMO. Lazima uwe na barua ya kwangu kwamba hilo eneo halina wachimbaji wadogo, anaweza akaweka wawekezaji. Kwa hiyo hilo hatutalifanya. Wachimbaji wetu wadogo ni marafiki zetu, tutawasaidia ili wao wakue kutoka kwenye uchimbaji mdogo waende kwenye uchimbaji wa kati na kadhalika na kadhalika. Kana wazee wa mkoa wa Mara, muongee, wafungue mikono ili wamiliki wa leseni wanaopata changamoto katika uchimbaji wa mkoa wa Mara waweze wachimbe kirahisi. Na ninaamini baada ya miaka 2 kuna siku moja tutakuja kuitana hapa, mkoa wa Mara utakuwa kinara wa uchimbaji wa madini ya dhahabu Tanzania kuizidi Geita. Lakini tukiacha hayo yote, Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna mambo mengi sana ambayo Wizara ya Madini kupitia waziri, kupitia katibu, kupitia viongozi mbalimbali wa madini, lakini kwa uwezeshaji na utekelezaji wa sera na taratibu na miongozo kutoka kwa mama yetu Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, kuna maendeleo mengi, kuna makubwa mengi yaliyofanyika ambao wachimbaji leo hii wananufaika. Kama ukisikia watangulizi wa kwanza walioongea wameongea mambo ya technical support ambao ni msaada wa kiufundi ambao leo hii wa Tanzania wachimbaji wadogo wanaochimba kwenye leseni mbalimbali za watu hawafukuzwi tena, wanapewa mikataba, wanapewa mikataba, haki zao zinatekelezwa, na pindi anapopata mwekezaji mwenye leseni ni lazima haki zao na stahiki zao zifuatwe. Lakini ukiachia hapo, ndani ya mwaka huu kupitia Wizara ya Madini wametoa mwelekeo mpya kwa ajili ya Watanzania na wachimbaji kwa ujumla, kwamba Watanzania sasa wataenda kunufaika kwa kuwa na akaunti za dhahabu na token za dhahabu. Kila wanachokichimba wakanufaike nacho wachimbaji na Watanzania kwa ujumla. Lakini wizara ipo katika mchakato wa kuhakikisha kwamba inawawezesha wachimbaji kuhusiana na mambo ya mitaji na mitambo ili uchimbaji uweze kuwa mkubwa zaidi kwa kupita miaka mingine ya nyuma. Ukiangalia hata makusanyo ya mapato ambayo wizara imekusanya ndani ya